namshukuru Bwana kwa kunipa nafasi hii ama kibali kusimama mbele zenu. Si eti nimekuwa mzuri sana kuliko wale wengine, bali kwa sababu za neema za Bwana. Ndipo sasa amenibeba na hiyo neema nikapatikana niko mbele zenu. Bwana apewe sifa. Na namshukuru watumishi wa Bwana ambao Bwana anawatia mafuta kwa ajili ya kunipa kibali kusimama katika madhabahu haya. Si jambo la kawaida. Na washukuru sana, Bwana akawabariki. Na siku ya leo bado tunajifunza kuhusu mtu wa ndani. Kuhusu huyu mtu, jinsi aitakana akue, jinsi itakana atunzwe. Na nashukuru mtumishi wa Bwana siku ya leo ametufunza jinsi huyu mtu, vitu ambavyo havitakani huyu mtu ajihusishe nazo, ndiposa akue katika mazingira mazuri. Na leo jinsi Roho Bwana atachukua usukani na atatuelekeza. Na ninaomba sana Bwana akafungue macho yako ya kiroho na akafungue moyo wako, ndiposa ukaweze kusikia. Maana majira haya ambayo tunaishi si wakati wa kusema receive. Hapana. Tunataka huyu mtu wa ndani anapokuwa atakusaidia kujiepusha na mambo ambayo tunapitia kwa wakati kama huu. Bwana apewe sifa. Leo hivi tutaenda kusoma katika kitabu cha John, Yohana Mtakatifu. Ni story ambayo mmeisikia sana. Na ni labda hata umeipitia asubuhi, lakini neno la Bwana linapokuja kila wakati linakuja na mbadiliko. Linakuja kwa tofauti. Bwana apewe sifa. Tutasoma katika John chapter 5 kuanzia penyewe. Neno la Bwana linasema hivi kuanzia mstari wa kwanza. Baada ya hayo palikuwa na siku ya Wayahudi, na Yesu akakwenda Yerusalemu. Mstari wa pili anasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, naye ina matawi matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, na walioposwa wakangojea maji ya chemchemi. Mstari wa 4. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akiingia katika ile birika akayachukua maji, basi yeye aingiaye wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akaponya ugonjwa wote aliokuwa ameupata. Mstari wa 5. Na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akajua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, "Wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu." Yesu akamwambia, "Simama, jitwike godoro lako uende." Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Na ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Mstari wa 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, "Leo ni Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro." Bwana abariki. Nitupie neno. Baba, hili ndio neno ambalo umenipa kwa ajili ya watu wako. Naomba ya kwamba Baba ukanisaidia na Roho Mtakatifu akachukua usukani kwa ajili ya kuelewa neno hili. Ni katika jina la Yesu Kristo na mimi nikiomba. Bwana asifiwe. Amen. Tumesoma neno, tumelipata neno vile liko. Na tunapoangalia neno linatuambia ya kwamba
zinatuambia kwamba ilikuwa ni kwa kila mwaka kulikuwa watu wanatoka wanaenda kama siku ya Krismasi. Na walipokuwa wakienda kwa ile lango kubwa ambao watu walikuwa wanapita wakiingia, tunaambiwa ya kwamba kulikuwa na matawa 5. Matawa 5 tunaweza yachukua kama mwalimu, pastor, apostle, nabii, evangelist. Wanaweza kuwa ni watu 5 walikuwa wanasimamia mahali pale. Na kumbuka katika lango kulikuwa na wagonjwa. Ni kama palikuwa kwa hospitali kadogo. Wagonjwa walikuwa mahali pale wameenda kwa ajili ya kupokea uponyaji. Wengine walikuwa ni viwete, tumeambiwa walikuwa wamepooza, wengine walikuwa ni vipofu. Walipatikana katika ile lango kwa sababu ya kupokea uponyaji. Na uponyaji ulikuwa unashuka mara moja. Kulikuwa na binika. Na hii binika malaika alikuja kutipua yale maji, na anapoyatipua yale maji, yule ambaye hataingia wa kwanza anapokea uponyaji. Na tunaona ya kwamba kulikuwa na mtu, na huyu mtu alikuwa mahali pale kwa miaka 38. Hata kabla Yesu hajazaliwa alikuwa hapo. Bwana apewe sifa. Ndipo Biblia inatuambia kwamba kabla ya kukuweka katika tumbo la mama yako nilikujua. Bwana alitujua. Kumbuka Yesu anazaliwa, huyu mtu kila wakati hapo mahali pale. Kwa sababu tunaambiwa Yesu alianza huduma akielekea miaka 30. Ndiye alianza huduma. Which means miaka 8 huku nyuma, huyu mtu alikuwa anajipeleka mahali pale. Na kumbuka kulikuwa na walimu, kulikuwa na wainjilisti, kulikuwa na makuhani walikuwa mahali pale. Wanasema matawi 5, which means huduma 5. Bwana apewe sifa. Na tunapoendelea kusoma, Yesu alimwona huyo mtu amelala. Unajua unaweza kuwa na mambo mengi mpaka macho kitume naona tu. Aliona kulikuwa na vipofu, kulikuwa na viwete, kulikuwa na wanapooza mili. Lakini Yesu alimwona huyu na akaenda akamuuliza, unataka ukuwe mzima? Naye baadaye aseme ndio. Anasema, umejua mimi sina hata mtu. Mimi hata sielewi, sina mtu wa kunipeleka pale kuniingisha. Na hapa tunaambiwa ya kwamba hao wagonjwa walikuwa wanajikokota wakati malaika anapokuja. Mtu mwenyewe anajibeba, hata kama ni kipofu atapapasa. Kwa maana anajua malaika liko pale atafikia na atapokea uponyaji. Lakini yule anajipatia kitu, anasema mimi sina mtu, mimi niko tu hivi. Na Yesu anakuuliza, je, unataka kupona? Na yeye anasema niko tu hivi. Lakini Yesu kwa sababu amemwona, akamwambia pokea uponyaji. Na akachukua godoro lake na akaenda. Tunaposoma hapo katikati tunaambiwa ya kwamba katika mstari wa 10 unaona hawa wa makuhani watu wakuu walikuwa wanajiita Mafarisayo. Wanamuuliza, wewe ni nani amekuponya? Juu mtu ni kama huyu mtu alijulikana ni mtu mbaya sana. Wanakuwa sifa. Ni kama alikuwa ni mtu mbaya ule, kama tangazo ile suku kabisa. Sasa wanamuuliza, na wewe tunakujua unakuwa mbali. Ni nani amekuponya na akakuruhusu ubebe godoro yako ukuje hapa? Na mtu anasema ya kwamba mimi simjui lakini nimepona. Hata hakujua Yesu. Unajua hata mtu akikubariki lakini kwa unataka kujua huyu mtu ni nani ambaye ameguzwa, akaniona katika hii hali yangu, akanitembelea. Akasema mimi hata sijui ile alikuwa bado katika utoto. Bwana apewe sifa. Utoto ulikuwa bado umemwingia. Yesu anamuuliza, je, wataka nikufanyie nini? Unataka uzima? Ile utoto iko tu. Unajua ningekuwa na watu wa kwangu wangekuwa hapa wangenisaidia. Sasa wewe uko hapo ni mgonjwa. 38 years. Watu wa kwako watakuonekania. Watu wa jamii yako watakuwa. Sasa hata unaweza kuwatambua. Unaweza kuamini umeona uponyaji iko katika mkononi mwa Yesu. Bwana apewe sifa. Alijipatia alikuwa katika hali ya utoto. Hapo mtu ambaye amemwambia Yesu, mimi ninataka uponyaji. Lakini alijipatia kitu. Yesu anasema kwa sababu nimekuja Bwana nilimjua.
endelea mstari wa 17 na utasoma ama tuelekea 14 kudhibitisha. 14 inasema, baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia, umekuwa mzima, usitende dhambi tena, lisije likakupata jambo lolote mbaya zaidi. Bwana apewe sifa. Hadi Yesu anatoka, ukumbuka huyu mtu wakati anaenda kanisani ama alipoenda penye Wakristo wako ama wale makuhani, kwa sababu walimtambua na vituko zake zote. Labda alikuwa jambazi, tunaweza kuweka katika kiwango cha jambazi. Yaani yule mtu alikuwa mbaya, anajulikana kwa ubaya. Yaani mtu ukipita mama anasema, huyo akipita tu shu ujue simu yake imeenda. Akipita tu shu ujue kama hata ni bibi ya mtu. Ana alikuwa na zile mambo mbaya tu zenye tunajua zile mbaya tu zaidi. Lakini watu walipomwona pia wewe umebebana na kodoo. Lakini alipokuwa Marko mstari wa 14 inasema ya kwamba Yesu alipomuona alimwambia, wewe usitende dhambi tena. Bwana apewe sifa. Alimwambia, wewe usirudi ukatenda dhambi tena. Kwa sababu Yesu alipomponya, unajua hata hao watu wanaenda wakamwambia, mbona unamponya huyu? Kwa nini ukamponya huyu? Kwa nini si ule ukamchagua huyu akapata uponyaji? Kwa sababu walimjua. Na kulingana na neno la Bwana ambalo limetupata siku ya leo sisi ambao tuko mahali hapa, kuna wakati mmoja nikasema kanisa ni kama hospitali. Na hospitali, unapoenda hospitali, kila mtu kuja na kiwango chake cha magonjwa. Kuna yule atakuja akiwa mwendazimu. Kuna yule atakuja akiwa na magonjwa sugu mpaka ataandikiwa kliniki. Kuna yule atakuja akiwa tu amehisi ubaridi kwa mwili, atapatiwa Panadol. Bwana apewe sifa. Sasa kanisa ni mahali mtu amekuja kupokea uponyaji. Ni mahali mtu amekuja kumtamsilia Mungu. Na tunapokuja kanisani, usiangalie huyu mbona anaomba hivi. Yeye ako katika ile neema. Bwana amemsaidia. Maana dosi ambayo alipata ilimaliza kila kitu. Bwana apewe sifa. Usiangalie huyu mbona amekuja tu leo na amefanikiwa. Na mimi niko hapa. Dosi yako bado, kwa sababu bado niko katika viwango. Bwana apewe sifa. Kwa sababu gani? Huyu mtu miaka 38 si mchezo Bwana. Kwa kweli miaka 38 unaenda tu hakuna kitu. Unaenda tu hakuna kitu. Na tunaambiwa huyu mtu huenda angekuja ile siku hapo, na wengine akirudi anarudi katika dhambi. Siku anakuja mwaka wa pili, atakuja pale, lakini anaporudi anarudi katika dhambi. Sasa watu walimjua, walimuelewa. Huyu hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza fanyika kwake. Ni kwa sababu tunamjua. Bwana apewe sifa. Niposa nikasema unaweza kuwa katika viwango. Mungu anaweza kuweka katika vipimo. Maybe umekuja unataka baraka fulani, na hizo baraka zitachelewa. Ni kwa sababu gani? Kuna vipimo ambao unawekwa. Kuna vipimo ambao unawekwa kiasi ambacho baraka hiyo utakapoipokea utakitumia vipi? Maana mtu wakati Yesu alimponya, unajua Yesu amemwambia umeponywa, ndio akabeba godoro zake ametoka mahali alipokuwa. Lakini ni bado hata wanamuuliza, unajua ile kuponya? Mimi simjui. Naona anasema mimi simjui. Ani simuelewi, which means atamchukua Yesu aingie ndani ya moyo wake. Ajamvaa Yesu ndani ya maisha yake. Bwana apewe sifa. Ni sisi wa Kristo tunapokuja kanisani, tumekuja tu ili Mungu aweze kututendea. Bwana anapokutendea, tunarudi katika vitu zetu za kawaida. Ni kwa sababu gani? Tumemzoea Mungu. Tunafanya mazoea, tumemzoea Mungu. Niposa mtumishi wa Mungu siku alikuwa anasema kuna vitu ambavyo vinaweza kutuzuia tusiweze kuona ufalme wa mbinguni. Bwana apewe sifa. Na leo hivi ninaenda kuwapatia ama Mungu kwa neema za Mungu tunaenda kupata vitu vichache ambavyo mtu wa ndani anapokuwa, kuna vitu ambavyo vinataka kufanyika ndani ya maisha yako. Jinsi tunavyosema ya kwamba our basic need ni kama chakula, unasaidia wasomi walimu, kazi, mavazi, biashara, na hizo zingine mnajua. Hizo kwa mwanadamu wa kawaida
je, nikienda njia hii ni sawa? Nikifanya kitu hiki kitakuwa sawa? Jinsi mtumishi wa Bwana amekuwa akifundisha asubuhi akisema, unapoambiwa kusoma neno la Bwana, niposa unapoambiwa kitu mtu anakwambia hii njia si sawa. Hata kama itakuwa mtu anakwambia hii njia yenye unachukua si sawa. Hata kama huyu mtumishi amesema lakini si sawa, haitakupeleka mahali pazuri. Bwana apewe sifa. Tuweke Mungu mbele. Kwa kila jambo weka Mungu. Mtumainie Mungu. Jua Mungu hana uwezo. Tafuta Mungu na njia zako zote. Bwana apewe sifa. Maana watoto wa Shetani ameinua kikundi. Na kiko hali ya juu. Kiko level nyingine kupiga kampeni. Na wewe inua kikundi. Na Mungu pia anainua jeshi lake leo nyingine ya kupiga vita. Tufanye kampeni ya Bwana. Bwana apewe sifa. Weka Mungu mbele. Kila maneno yako husisha Mungu. Unapoongea, unapompatia Mungu, ambia Mungu anaweza. Mungu anatosha. Mungu ni wa neema. Tusiende jinsi ulimwengu inaenda. Huyu mtu wa ndani atakuelekeza katika mambo ya Mungu. Ukihusisha Mungu katika kila jambo, atakuconnect na the right people. Bwana apewe sifa. Ukihusisha Mungu katika kila jambo, atakuweka mahali palipo sawa. Hatakuacha. Maana anasema ya kwamba the more una move kwa Mungu, na Mungu anakusongea. Na uwepo wa Bwana unakuwa juu yako. Na Mungu anazidi kukutendea wema. Bwana apewe sifa. Jambo lingine ambalo litakusaidia kama sisi ambao tunataka kutunza huyu mtu wa ndani. Jinsi tumesema chakula kitakuwa ndio basic need. Na Mkristo ambaye amekomaa, ambaye ni mtu wa ndani amekomaa, atakuwa na upendo. Kuwa na upendo na kila mtu. Kuwa na amani na kila mtu. Unapoangalia huyu mtu ambaye alikuwa na miaka 38, pale yuko akasema watu which means kulikuwa na hakuwa na upendo na watu wa kwao. Anaona tu hii hali ninapita ndani watu wa kwetu ama watu walikuwa na mimi hapa singekuwa ninapitia hii hali. Yesu anamwambia unataka upone? Unataka uzima? Anajipatia watu. Tukue na upendo na kila mtu. Bwana apewe sifa. Upendo unaanza na wewe mwenyewe. Jipende. Mtu asikwambie uliumbwa vibaya. Nani anasema uliumbwa vibaya? Wewe ni mfano wa Mungu. Na kama anasema Biblia inasema kwamba sisi ni mfano wa Mungu, jua yuko wonderful and fearful men. Bwana apewe sifa. Jipende mwenyewe. Unakuta mtu hata hajipende. Jipende wewe nafsi yako mwenyewe. Ukitaka mtu akupende, jipende kwanza. Niposa atakapokuambia wewe sio mzuri, unasema after all najua niko sawa. Bwana apewe sifa. Hiyo utaisoma wewe mwenyewe katika Proverbs 3:6. Utasoma katika John 13:35. John 13:35 ndio utasoma kuhusu upendo. Na hiyo upendo tunapoambia kwamba make sure kuna amani na kila mtu. Huyu mtu wa ndani anataka amani. Hata kama ulikuwa katika jamii yenye haina amani, huyu mtu atasababisha wewe ndio utaleta amani katika hiyo jamii. Bwana apewe sifa. Kuna watu tuliokoka na tulipookoka tumeona tu mimi nimeokoka. Lakini tunapoangalia jamii nimetoka ndani, watu hata wasalimiani. Watu hata waongeleshani. Watu hawezi kula pamoja kama jamii. Ninasema jamii ile nyumba umetoka ndani, dada yako, ndugu yako, mama yako, baba yako, ile nyumba watu hawezi salamiana. Lakini kwa sababu uko na mtu ndani, wewe ndio Mungu anatumia kusababisha amani katika jamii hiyo. Bwana apewe sifa. Wewe ndio Mungu anatumia kusababisha amani. Kwa ule shangazi yako ambaye hawezi salamiana na baba yako, ni wewe atakayetumia. Bwana apewe sifa. Mtu wa ndani atakupa amani na kila mtu, hata mahali unaishi. Jambo lingine, unapookoka, unapomjua Bwana na unapoachilia huyu mtu akue, tunaona ya kwamba utakuwa mtu ambaye kila wakati msamaha. Kila wakati msamaha. Jinsi tunavyoona katika basic need, kila wakati
kuoga, jioni unaoga. Utakuwa ni kama kila wakati wewe ni mtu wa msamaha. Ndani mwako kuna msamaha. Mtu wa msamaha, mtu wa ndani hataki hii atimekafika. Mtu wa ndani hataki kusikia nimebeba mtu. Utambebea wapi? Kwa sababu mtu wa ndani amejaa ndani. Atakaa wapi? Lazima tu hiyo uioshe itoke. Bwana apewe sifa. Mtu wa ndani hataki makasiriko. Makasiriko utayaweka wapi? Ukisikia inakuja, jitakase. Kila wakati utakuwa unajiosha. Mtu wa ndani hataki uchafu. Bwana tusaidie sana. Tunapoangalia pale kulikuwa na vipofu wengi. Na hao vipofu na viwete na wenye wamepooza, kila wakati kila mtu alikuwa anaenda, anapokea uponyaji. Lakini huyu ambaye ndani mwake alikuwa amebeba watu wa kwao, amebeba maasira, amebeba makasiriko, vikwazo ndani ya moyo wake, hakupata nafasi. Naweza kuwa uliokoka miaka 30 iliyopita, miaka 50, lakini kile kitu bado kiko ndani mwako. Bwana akusaidie kitoke. Bwana apewe sifa. Na huyu mtu wa ndani pia, huyu mtu wa ndani anataka umuogope Mungu. Bwana apewe sifa. Umuogope Mungu. Unapoogopa Mungu, utakuwa mtu wa kila wakati kujitoa kwa kazi ya Bwana, kutoa mali, kutumia mali zako. Wanasema nini? Cheerful giver. Huyu mtu ndani si wa kujipana na kitu. Kama hapo naye anaachilia. Anaachilia tu. Mtu ndani anataka sasa mimi nani anajiona mimi peke yangu. Huyu mtu ndani akiwa na chochote, akisikia nani amekosa, anapeana. Na anapeana kilicho kizuri. Hapeani kile ambacho kimejikunja. Bwana apewe sifa. Kuna wakati mmoja sasa mtu akutoa, mwingine anaweza mwambia akakuletea vitu ambavyo vimeoza. Bwana apewe sifa. Kuna wakati mmoja nilitoa mahindi. Mpendo alinibariki na mahindi. Na mahindi nilipoangalia, nikasema hata kama ni baraka, yenyewe hii ilikuwa imeoza. Na nikachukua tu, nikaenda nikasiaga unga namba 1. Lakini nilikula nikaimaliza wakati hiyo. Bwana apewe sifa. Na nilisikia ni mzuri. Hata unapoletea, ukiwa mtu ndani amekuwa, ukiletea kitu, hiyo kitu kinakuwa cha baraka ndani mwako. Bwana apewe sifa. Unaenda kwa nyumba, labda wewe ni Mkristo, umeokoka, uko msafi, lakini unaenda kwa nyumba unakuta kunguni ziko mingi. Utakaa hapo, lakini hakuna kunguni utakuwa nayo pale. Kumbe kitu kama hicho. Hakuna kunguni itakufuata. Hata mtu anaweza kuja kwako na akae kwako na alikuwa na kunguni, lakini hakuna hata mmoja itabaki kwa sababu gani? Mtu wa ndani hataki uchafu. Hata hizi kunguni anazipatia tu. Bwana apewe sifa. Bwana atatusaidia. Ndiposa tumesema ya kwamba tuwe watu wa kupeana. Kisha Bwana ameongelea kupeana. Mtu wa ndani anapokuwa ajivini, aambiwi, na kitu ambacho umetoa na moyo wako ni kitu cha baraka. Bwana apewe sifa. Chenye unaambiwa utafikiria mpaka utauliza maswali, ulize uende mpaka 3 na shushe. Akwambia hawa wanataka tu, hawajui uchumi ni baya. Hawajui hata kukula kwetu ni shida. Ani umeshaka na mtu ataka. Lakini ikiwa mtu ndani amekoma, ana ile kwenda mtu wa 3, Mungu anamuongelesha na anafanya nini? Anatoa. Jambo lingine ambalo tunaona, ninaenda kwa sababu ya masaa. Tunaona Paulo, mtumishi wa Mungu, Paulo mtu ambaye alikuwa 38 years amekuwa mahali pale, amekuwa mgonjwa, wengine anapokea uponyaji, yeye hapokei. Kitu ambacho tunaona alikuwa na ile kuchukia. Chuki. Hii chuki inaweza kufanya ukose kupokea vitu vingi. Maana chuki inabeba hasira.
baraka zangu. Bwana apewe sifa. Tunapoangalia wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya utumwa, walifika katika mto. Wakaona maji ni mengi, mto hauwezi pita. Nyuma wanapoangalia ni jeshi la Farao linawafuata. Na waliambia Musa nini? Si ungetuacha tukae kule. Mbona ukatuleta hapa na tunaumia? Kuna mtu alipookoka, kabla hajaokoka, kuna vitu vingine alikuwa anafanya. Kuna jamaa, ndugu fulani alikuwa anasema kabla sijaokoka nilikuwa na pesa. Hata ningeeleza kwenda katika sherehe, chapa sherehe, naambia kunyweni tu ile mko hivi, napeana pesa. Lakini wakati nilikuja nikaokoka, hizo pesa hata sioni. Sioni zilienda wapi. Ni kwa sababu gani? Mungu anakuchonga. Wana wa Israeli walipotoka huko, wakifika kuona mto, nyuma kuna jeshi la Farao. Mungu naye ni nani? Mungu naye ogopa Mungu mpenda. Tuogope tu Mungu. Aliweka njia. Na alipoweka njia, wana wa Israeli walifanya nini? Waliweza kupita. Na kumbuka Farao, sababu ya ujinga yake. Kuna watu wako tu na ujinga. Wakiona tu nani amepita amefanikiwa, mimi lazima nipate hii baraka yenye nani alipitia. Ema salimua gari. Naanza kuchunguza alinunua aje. Alipataje pesa? Wacha kuchunguza kupigwa pendo. Bwana apewe sifa. Tusichunguzane mpaka ndani ya mtanda. Wana wa Israeli walipopita, Farao naye anaangalia walipitaje. Si Mungu amefanya njia. Si njia tunaweza pita. Farao anatuma jeshi lake, piteni tu wakati penye wana wa Israeli walipita, piteni hapo. Walipokuwa wanapita wakafika katikati, wana wa Israeli wanapita wao wakishukuru Mungu. Lakini mtu hapo nyuma anawachunguza. Walipofika katikati ya maji, unajua nini ilifanyika? Mungu naye aliwafunika. Si tunaimba hiyo, unaimba mambo zingine ukitafakari. Mungu alifanya nini? Aliwafunika. Udhibitisho utasoma katika Exodus 14. Itakuelekeza. Aliwafunika. Walizama kama risasi ndani ya bahari, wakafunikwa. Wanapewa sifa. Kuna baraka zingine mpendo unaweza barikiwa na wewe unakuja unasema jamaa barikiwa aje. Wacha nianze utazama. Kwa sababu neema Mungu amenipa, si ndio utakuwa nayo. Amen. Jinsi mama amesema, kuna mtu anavaa vizuri. Anakuja kila Jumapili anakuja na nguo tofauti. Na mimi nakupenda. Nikoje? Kwani maombi yanaomba nikoje? Si niambie siri. My friend. Njia atakwambia ukipata utaanguka. Yeye haujui anaepuka kiasi gani. Ili tuweze mtu ndani aweze kukomaa ndani wetu. Tuache kukua na wivu. Maana wivu itatuelekeza tuanguke katika shimo ambalo mtu kulitarajia. Na huyu mtu wa chuki akikuwa na chuki, unaweza funga siku 40, siku 50, ufunge uombe. Kama chuki itatoka, hakuna baraka utapata. Lakini mtu anakuja hapo unaona tu receive, kesho anareceive. Lakini wewe huko ni kwa sababu chuki huzuia baraka za Bwana kukufikia. Huzuia Mungu kutenda mambo makuu ndani ya maisha yako. Sasa tuombe ya kwamba Mungu atusaidie. Unapoona ya kwamba hata tusiende bali. Leo tunaona mpangilio ya madhabahu na makanisa, Bishop, Pastor Eva, kuna mtu mahali kachuka ameingia mbona? Mbona? Amaza 1+1 2+2 ameongeza hadi ile chuki ina bubble. Chuki ina bubble. Mbona kukoje? Kwani ni nini? Ni nini hatujui? Ile chuki upendo ondoa. Bwana kwa sifa. Kukua kwangu mahali hapa ni neema ya Bwana. Kukua kwako mahali pale ni neema ya Bwana. Na hii neema imetukutanisha. Bwana kwa sifa. Wao umetoka kule, mimi nimetoka kule, ni kwa sababu ya Mungu ametukutanisha. Na anapotuleta pamoja, kuna kitu anataka atende ndani mwetu. Mimi niwe msaada kwako, wewe uwe msaada kwangu. Bwana kwa sifa. Kuna vitu fulani sijui. Na kuna vitu fulani unakaranga najua. Kwa neema za Mungu atanisaidia mimi kujua. Na mimi kwa neema ya Mungu nitamsaidia kujua vile yenye hajui. Bwana kwa sifa. Ukuleta kwako
naachilia, wanasema maneno ya mdomo wetu itakuwa ya baraka, zingine zitakuwa za laana. Unakuta maneno ambayo yanatoka ndani ya mdomo zetu sio sawa. Maana mtoto anapokula chakula na akikula kila aina ya chakula, changanya chakula, matokeo unasikia tu lakini harufu inabaki pale. Neema itoshe. Sasa tunapomchanganya chuki, tuichanganye itatoka. Na harufu hiyo itachafua mazingira. Ikishachafua mazingira itafanya wengine tuko zitauma. Bwana apewe sifa. Amen. Sasa chuki utaweza ipata katika kitabu cha Proverbs 10:12. Jambo lingine la mtu ndani anataka tuwe be kind always. Kind inamaanisha kwa Kiswahili wasome. Mkarimu, be kind. Kwa mkarimu. Mtu ndani ni karimu. Na anapokuwa mkarimu, mtu wa nje anavunja ile kiburi. Mnapata mtu wa nje anafanya nini? Amenyenyekea. Wanapewa sifa. Amen. Huyu mtu wa ndani anapokuwa mkarimu, utaombea jamii yako. Watu tuliokoka na tulipookoka nikaona tu ni mimi. Kutoka katika ya jamii ya Juma ni mimi. Ni mimi peke yangu. Sijachukua hatua ya kuombea wale walimu yangu. Sijachukua hatua kuombea wale mashangazi zangu. Lakini ninaona ni mimi. Sina ukarimu. Nataka tu mimi peke yangu ndio niingie mbinguni. Nataka tu mimi peke yangu ndio nimuone Mungu. Licha wale ambao nimetoka ndani mwao. Kuna wale ambao wanakufa katika ujambazi. Kuna wale ambao wanakufa katika dhambi. Sijachukua hatua kukuwa mkarimu, kufunga na kuombea. Sema hata hapa kanisani unakuta niko na weakness fulani. Lakini wewe Mungu amekuinua kiwango. Inatakana mimi nikuwe list yako kwa watu waambie nikuwe mtu namba 5. At least ni uone ya kwamba hii kitu ambacho kiko ndani mwangu hiki kiniondokee. Bwana apewe sifa. Alikuwa mkarimu. Lazima kuwa mkarimu kusaidia, lakini kuwa mkarimu katika maombi yako. Chukua hatua. Unasikia umesema kila mtu ako na neema yake. Tunaweza anza praise na kuta mama Karani inakuingia. Anacheza hapa. Anaichukua. Hiyo tu ndio neema Mungu amempa. Anacheza na mchezea Mungu wake. Unaweza kuta upanda ushuhuda, kuna mwingine kuna wale anajua kuongea, lakini kuna wengine hata unaona maneno. Lakini wote tuko katika anga wali kawa. Bwana atoe sifa. Unakuwa mkarimu, unamuombea, unaambia Mungu kwa sababu umenikutanisha na huyu mpendwa. Na ninajua hili hali yako ndani si yeye, ni shetani. Maana shetani wanasema ya kwamba shetani utafuta kabla kuingia na kukaa. Na anapoingia akae, atakuja zote kwanza kukonganisha. Na usipochukua hatua kuniombea mimi, huyu pepo aliye ndani mwangu anitoke. Kwa sababu sijui naona tu niko kawaida. Lakini kwa njia moja kwa nyingine, kumbe ninaumiza mtu. Sina ukarimu na watu. Lakini mimi naona niko kwa right track. Kuna watu tulizaliwa katika familia tulizaliwa. Wengine hata tu kujua kusalamia watu. Kulingana na familia ambayo tulilelewa ndani, tu kujua kusalamia watu. Na mimi nimekuja tu ninakupita, unaanza kusema wewe hapana. Na kumbe mpendwa, kwenye nilizaliwa, watu hawajui salamu. Niombee, wanapewa sifa. Kuna kwenye nilizaliwa watu hawajui kupenda. Ukiambia mtu kupenda, sio kupenda ni shishi. Watu walipitia kwa vita. Watu waliishi. Mama na baba waligombana, kila wakati kulikuwa kupigana. Kulikuwa na upendo. Sasa wanapoambia mtu nipende, tupendane, mtu anasema upendo ni nini? Hajui. Sio kusia ati anajifanya haelewi, anakaa tu jinsi yako. Una mzigo wa kuongea mtu huyo. Bwana apewe sifa. Una mzigo wa kumwongea, maana Mungu ametuleta pamoja. Na alimleta akijua mahali ambapo anatoka, hapo katika upendo. Anataka upendo. Na hiyo upendo ni wewe tu, maombi yako itakusaidia ajue kupenda. Bwana apewe sifa. Kuna wengine tulizaliwa, tulijipata tu. Mimi nimezaliwa na mama mchawi. Si mama yangu.
Si ni baba yangu, nitabadilisha? Siwezi kubadilisha. Bado ni mama yangu, bado ni baba yangu, na nikazaliwa ndani, nikajipata niko ndani. Na kwa sababu mtu wa ndani wangu amegrow, huyu mtu amekua, Mungu atanipa mzigo kuombea mama yangu. Bwana apewe sifa. Amen. Sitakaa hivyo. Ninajua ndugu yangu ni jambazi. Ndugu yangu ni jambazi suku. Mimi niko tu naambia wenye hapo prison, Mungu waonekanie nini. Ani si mwisho ndugu yangu ambao ni jambazi. Tuombeane kwa na moyo wa ukarimu. Chukua mzigo mwenzio kama wako. Tuombeane wapendwa. Mtu wa ndani anataka kushare. Mtu wa ndani anapokuwa asi ati anataka iko tu nini. Kuna watu wakifanya kitu wanataka tu waseme kama alifanya waseme kama alifanya nani alifanya, yani kila mara wanataka hao waonekane. Mtu wa ndani ni pole. Mtu wa ndani ataonekana kwa matendo yake, si ule wa kujipendekeza. Kujipendekeza mahali pale kwa kodeni la sana. Bwana tusaidie. Amen. Hali mtu anaweza kujipendekeza mpaka hata umekaa hapa lakini yeye anakufunika tu, yeye anataka aonekane. Lakini kwa sababu wewe uko na mtu wa ndani, vitendo zako zenyewe zitajionyesha. Hiyo tutasoma katika Proverbs 3:3. Itatusaidia. Jambo lingine ambalo linamalizisha, mtu wa ndani anataka ukue simple life. Amen. Usijiweke vitu vyenye hakuna. Usiweke vitu vyenye hakuna. Ishi maisha yako. Bwana apewe sifa. Watu wamechukua maisha wengine wanaishi. Wamejipata wako kwa madeni. Wamejipata hali wako ndani hata hawawezi omba. Ni kwa sababu shetani amewatumia. Wewe mtu wa ndani ishi vile huko. Ishi simple life. Na sisemi kwa simple life ni kwa stinyo kabisa. Hata unajinyima kununua nyama. Kuna watu ambao wanaweza kuwa na pesa lakini kununua nyama ni ngumu kwa sababu maisha ni sio hivyo. Kuna mtu hapa hata kupeleka bibi yake outing ni ngumu kwa sababu maisha ni sivyo. Yaani unachukua vitu zingine, vitu vya mataifa mpaka umemileta. Ishi simple life. Ishi kulingana na neema Bwana amekupa. Bwana apewe sifa. Amen. Peleka mtu wa ndani jinsi atakapokupeleka. Mtu wa ndani anapokuwa the inner person ambaye amenona, kama atakwambia shika hii njia, shika hii njia, mwenyewe anajua vile atakuconnect. Kwa sababu wakati mtu wa ndani anapokuwa tayari kwa muhuri, utakuwa connected. Katika hiyo level yako tu huko. Hali huko tu kama wewe ni praise and worship, kuna vile Mungu atakuconnect. Anaweza connect na mwimbaji mwenye utashangaa kwa anaweza mimi nikajipata niko na stanza ama naitaka jamaa ati niko na yeye tunatengeneza nyimbo, ama unashangaa sana najipata niko na Rosman Muhando. Mtu wa ndani unapomchukua sio si kujipendekeza. Huyu mtu wa ndani ndakana akuelekeze. Na unapomchukua kuwa simbo, kuna vitu ambavyo atawako kwa ni wa life. Tunapoangalia wakati Daudi alikuwa katika nyumba ya baba yake, mtumishi wa Mungu anaenda amamboa na Mungu enda katika nyumba ya Jesse, kuna kijana nimemwandaa mtie mafuta. Unaona Yesu kwa sababu baba naona ni kama alikuwa na mapendeleo. Anaambia tu mtoto wake enda ukachunge ng'ombe. Na anaambiwa ulete watoto wako wote. Analeta wale anajua wako anafanya kazi nzuri. Huyu hapo na amejenga mzuri. Yaani analeta wale anaona na macho. Lakini kale Kenya kanachunga ng'ombe ambia tena amemwambia siku upeleke hizo kondoo wapi huko mbali kabisa. Na unaporudi nyuma nakuta Daudi ni kama mama yake hakuwa mahali. Lakini kwa sababu ya neema mtu wa ndani Daudi ndio anamwambia ishi tu maisha niko. Sababu ukiamua fanya kitu pale
unatenda pasipo hata pastor kujua, pasipo hata mama bishop kujua, lakini unatenda kwa sababu ya utukufu wa Mungu, na Mungu anakuandaa. Kuna simba alikutana na Daudi. Daudi alisema Biblia inasema kwamba halilauwa na kinga kondoo wasiliwe na simba, lakini si Mungu ndiye alijua. Babaka alijua, sababu aliona tu kondoo zimeingia hapo sawa. Lakini Mungu anapotuma Samueli kwenda kuweka mafuta, anaambia hapana, niletee. Anamuuliza bwana, wewe mzee, kwani kuko vipi? Unajua watoto wako si unataka, hakuna hata mwenye hapa. Kuna mwenye anaenda kuchunga sijui excess nini, anaambia leta huyo, na anapokuja huyo ndiye anachaguliwa. Na kwa sababu Mungu alikuwa amemwandaa kufika mahali pale, akachukuliwa. Na alipoambiwa ya kwamba huyu ndiye amechaguliwa, kazi ilikuwa bado, kwa sababu kuchaguliwa kwa mfalme wewe hujasoma huko tu maokoto huko, ni hapa katikati kuna vitu vinafanyika. Lakini Mungu, mpango za Mungu si kama mwanadamu. Ndio nilisema hiyo, utasoma katika Yeremia 29:11. Mawazo ambayo Bwana anatuwazia si kama yetu, na Bwana atatusaidia. Daudi huyu wakati walimtia mafuta, yeye akarudi tu kuchunga ng'ombe, kuchunga kondoo kwa msituni huko, anafanya tu kazi ya Mungu, kazi ya baba yake, na kuheshimu. Hakujinua, unajua nimetiwa mafuta sasa, nianze tu kazi hii. Kwanza ingine. Lakini wakati mmoja akiomba pelekea ndugu zako chakula, hajui ndio njia fedha ya Mungu inamkujia. Akipeleka chakula wakati walipokuwa wanaenda vitani, akaangalia akaona huyu mtu ni anasumbua tu hivi wana wa Mungu hivi. Akauza huyu nani nani? Ajaribu kuuza ndugu yake, akamwambia wewe rudi, nenda tu ng'ombe, nani amekwambia ukuje hapa? Watu wanaweza kukosa kutambua kile ambacho Mungu ameweka ndani mwako. Ile kazi unafanyia Mungu sirini, watu wanaweza kosa kujua, lakini Mungu aliye juu anajua. Wanapewa sifa. Wale ambao mko mahali hapa, unajua kanisani ni 25 ama 10% ndio inafanyika, lakini kule nje ndio kuna kazi. Na wewe unapoenda kule nje unafanya kazi kwa sababu Mungu wako ndiye anakujua. Siku moja utashuhudia. Amen. Akauliza, Daudi anauliza, ni nani huyu anasumbua jeshi la Bwana? Kaambia wewe nenda nyumbani. Lakini kwa sababu mtu wa ndani anataka hataki kuangalia hicho wanasema nini. Nataka kujua huyu ni nani ambaye anasumbua jeshi la Bwana, anasumbua wana wa Israeli. Akaenda kwa nani? Kwa mfalme, akamwambia mimi nataka nipe tu okay niende kumalizana na mtu. Bwana anasema kama makubali chukua ya mavazi na vitu vingine upenda mtu. Tusikiekea vitu ambavyo vyetu. Chukua tu symbol. Daudi alichukua kwa tu symbol, maisha kwa symbol. Akapatiwa hata zile nguo za kupigana na ita nini yale mavazi. Akajaribu kuona hizi ni mzito, akaleka kando. Akasema nitaenda jinsi nilivyo na neno la Bwana nilio nalo ndio litakaniwezesha. Bwana apewe sifa. Ndio kila wakati tunakuwa soma neno la Bwana. Kuna wakati mmoja utapelekwa sehemu za wapi, tusiende Mombasa, tuende wapi hapo Kisumu. Kisumu penye unakuta kuna kanisa wanafanya nini? Kuna kanisa kwanza kuna vitu wamefanya mpaka inaenda kotini. Lakini kwa sababu mtu wa ndani ni mtu ambaye amekuwa, nakwambia utashikana kitu kama hizo. Huyo mtu alikuwa, kuna mahali utaenda hata vitu gani vifanyika kwa sababu mtu wa ndani amekuwa, hautajihusisha na vitu kama hizo. Bwana apewe sifa. Niposa tumekuwa tukiongelea mtu wa ndani. Huyu mtu wa ndani akikuwa, kuna baraka Mungu ataachilia ndani mwako. Daudi mtu wa ndani alikuwa amekuwa. Sasa kung'ang'ana na huyu jana alikuwa kazi ngumu. Mara ya kwanza tu kichwa kamchanganya na kaanguka. Kuanguka na kuenda na kukata shingo. Tutang'ang'ana kwa vitu vingine. Neema Bwana itaachilia juu yako. Bwana atusaidie sana. Maana Bwana anapotusaidia, kuna vitu ambavyo umefanya miaka 10 unafanya kwa mwaka mmoja. Watu wanauliza ilikuwaje? Si tuambie ile channel ulipata. Mwambie hata sijui. Sielewi hata nikianza kuambia sijui.
hata mkianza kunifuata mchunguze nilipataje, hamtajua, kwa sababu mtu wa ndani amekwezesha. Bwana atusaidie. Najua asubuhi ya leo maybe ni wewe ni mtu ambao umekuwa mahali pale 38 years, lakini Bwana amekuja kukuambia kwamba unapokea uzima. Sijui shida yako imekuwa ni muda gani. Sijui umekuwa ukikuja ukienda tu na kwa kila mwaka ikipita ni hii. Bwana anasema ya kwamba anakusaidia. Na anapokusaidia, upendwa, tunza mtu wa ndani. Tusirudi katika utoto. Tumeambiwa ya kwamba utoto huu unaweza kutufuruta turudi nyuma. Unaweza kutoa neema ambayo Mungu ameweka juu yako. Inaweza kukushusha kiasi ambacho urudi ndani ya matope. Tuambie Bwana atusaidie. Naweza kuwa mahali hapa umekuja kuvunjika moyo asubuhi ya leo. Tusimame. Chunguza mtu wako wa ndani. Maybe wewe ni mtu kwa Yesu. Maana ni wewe ni mtu ambaye utakuwa mkarimu. Hujachukua hata siku kuongea jamii yako. Umeona hao wakae. Lakini Mungu alipokuwa na sababu, alikujua na akakuelewa. Anasema ya kwamba alikujua kabla ya kupeleka katika tumbo ya mama yako. Na ana mipango mizuri juu ya maisha yako. Na mipango yake si kama ya mwanadamu. Asubuhi ya leo, jiachie mbele za Bwana yako. Ni nini ulijua? Kabla ya kupeleka katika tumbo ya mama yako, ni nini ulijua? Ni mimi niko hapa baba, umesema una mipango mizuri. Ni mimi nahitaji hizo mipango, nionyeshe njia zako. Maana Bwana, tunapotembea katika makusudio ya Bwana, tunapoweka Mungu mbele, kuna vitu ambavyo tutatenda ambavyo tunatarajia. Kuna mambo Bwana atatutoa ndani ambayo ilikuwa imetufunga. Ni sisi tu kuchukua hatua na kuambia Bwana, tuko mahali hapa. Tumekuja sisi tulivyo. Tumekuja ututembelee. Tumekuja ukuze mioyo zetu. Tumekuja Baba tuonekanie. Maana yeye ni Mungu mwaminifu. Amesema ya kwamba alichukua masikitiko yetu pale msalabani ili mimi na wewe tupate kukombolewa. Anayechukua aibu zetu ni yeye Bwana. Aliyeteseka pale msalabani. Nipasa siku ya leo niambie nimekuja jinsi nilivyo. Sijui ninayopitia wiki mzima. Sijui hali gani uko ndani. Uko na nafasi ya kumwambia Bwana. Anapatikana. Usijifanye kwa excuse nyingi. Useme ningekuwa na nani angesaidia. Maana msaada wa wanadamu unaweza katika, lakini wa Mungu hautakatika. Tumaini kwa wanadamu anaweza kukuletea, lakini kwa Bwana atakusimamisha na kutoa tumaini. Anasema anatujaza tena, anatuinua tena, anatukumbuka tena. Maana yeye ni Mungu wa rehema, amejaa rehema.
tumaini Jehova jibu.